Mazingira unaonaje? Ni mazuri. I see. Haya mazingira mimi ndio huwa napenda sana kuja maeneo kama haya kwa ajili ya kupata upepo mwanana na kuweza kupunguza mawazo pale ambapo nakuwa akili yangu haijakaa vizuri. Unajua binadamu tunasumbuliwa na mambo mengi sana yanayotuchosha mwili na akili. Kwa hiyo tunahitaji kupata muda wa kupumzika na kupata hewa safi sana. Hususan kama mazingira haya. Kosa. Ndio. Naona kama jua linakuchoma hivi. Nijaribu kuvaa kofia. Wow, umependeza. Umekuwa kama malkia wa bahari. Kwa kweli kwa maneno haya, najua ulivyo mzuri. Yaani unapendeza sana. Samani kaka, kama nitakuwa nimekufananisha. Umenifananisha? Kaka, si ndio wewe ulokuja kunisaidia dukani kuna siku moja baada ya vijana kunitapeli? Ilikuwa ni wapi? Dukani, kwenye duka la vipodozi. Oh. Haujakosea. Ni mimi. Basi kumbe macho yangu yako sahihi kabisa. Sasa kaka, hapa unafanya nini? Dada yangu hapa nimekaa. Ni story ndefu sana. Kama hauna haraka na utojali, unaweza ukasogea tukapiga story. Kwanza kabla ya yote, ni jema tukafahamiana kwanza. Haina shida. Kwa jina mimi naitwa Rijun. Sijui mwenzangu naitwa nani. Maana nilikuwa naishi huko mjini. Hapa ni kama na miezi kama 6 hivi. Okay. Yeah. Basi sawa, kwa majina naitwa Rehema. Mimi mwenyeji wa humu, mzaliwa wa hapa na nimekulia hapa. Oh. Kumbe hapa hiki kijiji wewe ni mwenyeji sana. Mimi ni mwenyeji sana tu. Rehema, kwanza una jina zuri sana kama ulivyo wewe mwenyewe. Hongera sana. Asante bwana, asante. Kwa kweli Mungu hakukosea sana kukuumba. Na pia aliyekupa jina, naona aliona mbali. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu wewe ni mzuri sana kama ilivyo jina lako. Hamna, kawaida tu. Wakitu wazuri unaweza kanitoa mimi. Kwa kweli hiki kijiji tangu nimezunguka, nimeona wasichana wengi sana kwa hiki kipindi ambacho nimekuwepo hapa. Lakini wewe ni mzuri. Haya bwana, wewe wasema. Sasa nadhani umeshangaa sana kunikuta katika haya mazingira. Kwanza nimeona ajabu, alafu sikutegemea kama ningekukuta hapa mtu ambaye ulinisaidia. Yaani umenitoa kwenye matatizo magumu. Kama unavyoona mazingira, hii miti jinsi ilivyo,
kuna upepo mzuri sana ambao huwa nikikaa unaniwaza akili yangu. Nasumbuliwa sana changamoto kubwa sana. Changamoto gani tena? Nilikuwa na mpenzi wangu ambaye tulikuwa tunapendana sana. Ikawaje? Alitokea kidudu mtu kaingilia mapenzi yetu. Ila inategemeana. Kama nawe ulianza kumsaliti naye akaona kusaliti? Hapana. Tena katika watu ambao unaheshimu mahusiano ya watu, mimi ni wa kwanza. Alikuja mwenzangu ambaye alinizidi kete. Akaja akiwa na hela. Hivi pesa ina nguvu kushinda mapenzi? Kabisa. Katika dunia tuliyofikia, pesa ina nguvu sana. Maana wanasema pesa ni sabuni ya roho. Labda, lakini mimi sijafi. Sasa dada Rehema, hapa unaishi wapi? Dada Rehema, mimi nakaa sio mbali na hapa. Ni mtaa wa pili tu. Unaiona hii? Baada ya kusalitiwa na mpenzi wangu, basi huyu ndo amegeuka kuwa mpenzi wangu wa pili. Sio mbaya, unaweza kumjaribu. Mpenzi wako? Huyu ndo anayeniliwaza. Sasa anakuliwaza kwa kipi hasa? Maana mimi hata sijaelewa kwanza. Kwa sababu unajua kitu ambacho ukijui matumizi yake, hauwezi kukielewa. Basi nisikilize vizuri. Maraika, nakupenda Maraika. Hebu ngoja kwanza. Ni kama nishawahi kusikia hivi. Nishawahi kusikia kwenye maredio unaimba. Kwenye maredio. Ila unaona kama muziki wa yaani wa kitambo sana. Kitambo sana. Basi katika huyu aliimba huu wimbo ni mwanamuziki mmoja maarufu sana Afrika Mashariki. Lakini mimi bado unanifariji mpaka leo. Basi sawa bwana, tusemeje sasa? Natamani sana siku moja unipeleke nyumbani ili niweze kuwaona. Haina shida, wewe ni mtu mwema. Kama umeweza kunisaidia pale kwenye tukio gumu, wewe ni mwema. Kweli. Na unakaa na nani? Niko mimi na mdogo wangu na kaka yetu. Bwana, sisi ni wanaume, inawezekana mimi na wewe kaka yako tukaja kuonana mahali. Hivi anaitwa nani? Kaka yetu sisi. Sasa mbona mapema mimi nataka kujua jina la kaka yangu? Kwani kuna nini? Haya basi, hamna ubaya. Na mimi nafahamu tu. Basi sawa, Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Ngoja siku nitasubiri muone hao kaka yako. Haina shida. Sawa, basi mimi nikushukuru sana kwa kampani yako, japo ni muda mfupi sana, ila nakushukuru sana. Haina shida. So, unaweza kunipa namba yako? Hebu jaribu kuiandika. Haya. 07 64 00 mwisho 12. Guarantee ya kupiga masaa 24. Maana nisije nikapiga kumbe wifi huko mkaanza mandonga mtu kazi. Mimi simu yangu wala haipangiwi muda na wakati wa kupiga. Basi sawa. Sawa dada Rehema. Haya bwana. Haya bye, wasalimie. Haya. Naona naanza kuingia mpaka niingie kwenye familia. Yesu. Karibu sana. Nzuri sana. Karibu sana. Kaka yako bwana anaonekana na hela. Anajituma, anafanya kazi kwa bidii jamani. Sasa nimeyapenda sana mazingira haya. Eti kiasi kwamba natamani na mimi siku moja nikutafutie mjengo mzuri kama. Eti aise, karibu sana. Asante. Karibu. Kai mara moja hapo.
Itakuwa mdogo wangu Rose. Yenyewe mdogo wangu. Karibu sana na. Nashukuru sana kwa kweli. Ngoja nimsemeshe mara moja, ubaki hapo nikakufuatia kinywaji. Sawa, haina shida. Haya. Rose. Rose. Rose mdogo wangu. Dada. Natoka kidogo ila hapa nje na mgeni wangu namfuatia kinywaji mara moja. Natoka kidogo uje uongee naye kidogo. Na simu yako hiyo hapo umeiacha nje. Sawa, nakuja dada. Haya. Ngoja basi nifuatie kinywaji kidogo. Sawa, haina shida. Haya. Niweka uzo unaota. Yes, ndio hilo. Asante, naona shangaa kuniona hapa. Nashangaa kwa sababu sijawahi kukuleta hapa. Yaani umepajuaje? Simana aliyenileta lakini aliyenielekeza kufika hapa. Dadako. Na mmekutana wapi? Katu zungumze. Kwanza nilikuwa nimekuja sana. Ngoja nichukue kiti. Ongea vizuri. Aisee, kwa kweli nimeyapenda sana mazingira yenu. Na ndio maana kumbe ulikuwa unapendeza kwa sababu pia unakaa kwenye mazingira mazuri yanayopendeza kama wewe. Kawaida bana. Aisee. Na huyo kaka yako uko wapi? Kaka kaenda kazini, kurudi kwake ni jioni kabisa. Sasa tutakutana naye saa ngapi? Sikwambia nakuja ili kujitambulisha. Tutapanga siku nitakuleta nikiwa nimepanga kabisa. Eti. Shida nini? Ngoja ni mama, naongea na mama kidogo. Haya, sawa. Hello. Hello. Vipi? Safi. Mgeni wapi? Kazi imeisha. Ametoka mama mjini. Okay. Alafu dada, wewe na huyo mgeni mnafahamiana, yani mmejuana lini? Mbona muulize hivyo? Kwani kuna nini? Nimeuliza tu. Kwani wewe unafahamiana naye? Mimi yule ni boyfriend wangu. Nini? Boyfriend wangu, kwani hujasikia? Au? Yaani rudia vizuri, yaani kama vile sijakusikia. Wewe siku hizi masikio yako yamepoteza nuru ya kutokusikia, si ndio? Narudia kwa herufi kubwa. Boyfriend wangu. Nirudie tena na yenyewe. Sikia dada. Yaani yule ni mpenzi wangu, tena tuna muda. Hivi karibuni nitaka nije nitambulishe nyumbani. Rosie, unajua unanivuruga. Yaani mimi sikuelewi hata kidogo. Yaani tu sielewi kwanza unachokiongea. Hebu niambie vizuri ili nikusikie. Sasa dada, usichokielewa hapo ni nini? Nisichokielewa mimi hapo ni kipi? Mimi nilivyokuambia ni boyfriend wangu, ambacho hujakielewa ni kipi? Ndio hivyo nishakwambia. Ukweli ndio huo dadangu. Unajua Rosie, kuna vitu vingine sio vya mzaha hata kidogo. Sio, unanielewa? Unajua dada, usinichanganye. Mimi wewe. Hebu unyoka kabisa hivi mimi nielewe. Maana mimi sikuelewi, naona kama vile unanivuruga kichwa changu. Naona kama unanipandishia wazimu vile. Mimi mwenyewe ulivyoniambia nikasikuelewi. Unielewi? Unielewi, si ndio? Wewe. Mna akili nyinyi? Ngoja nimnyooshe. Mna akili nyinyi?
Ngoja nimnyooshe. Nadhani sasa kama wewe ni mtu mzima uliyekulia unajua. Hana adabu hata kidogo. Nikwambie kidogo, nikwambie. Wewe. Huyu nani yako? Dada yangu. Zaro gani unazoonyesha hapa? Lakini kaka yeye ndo kaanza wewe, chata, pumbavu. Una akili kabisa. Unalingana naye wewe huyu? Unalingana naye huyu? Una akili kabisa wewe? Niseme wewe dada. Nisikilize tena ninapokuambia. Kama kuna changamoto yoyote hii ambayo unafanyia mdogo wako, nieleze mimi kama kaka yenu. Huyu ni mtoto mdogo sana, haulingani hata kidogo. Dada unafanya mambo gani dada wewe? Nimfanye, wewe unajua alichonifanya? Unajua alichonifanya au unafoka tu? Au uko upande naye mmoja nijue? Kwa hiyo yeye akikosea mimi siwezi kumkanya, si ndio? Sina haki mimi kumkanya huyo. Nitakuja siku moja kuwachafua nyie. Nahangaika kwenye shughuli zangu, natoka kupambana, nakuja. Hivi ningechelewa kufika hapa ingekwaje sasa hivi? Mimi najua wewe haunipendagi tu na hautokuja kunipenda. Mimi hilo nalijua. Wewe kaka ni mbaguzi. Ndio mnagombana? Ndio mnagombana kweli? Ndio, na bado. Unagombana mtoto? Na bado. Labda uendelee kuwepo hivi utakuja kukuta nimemkamua vizuri. Tu asubiri uone. Yesi anadharau. Utakuwa unasema kila siku mimi nampenda huyu, sio kama nampenda, ni kwa sababu naangalia umri wake. Wewe tukogombana babani. Akikosea mimi siwezi kumkanya. Au unajua yeye kanifanyaje? Au wewe uko upande naye huyo? Nijue basi. Unasikiza maneno ya dada yako. Sije kuonekana wewe labda wewe unakupenda kuliko yeye. Watu nyinyi ni familia yangu nyinyi. Una akili kabisa unafanya vitu vya kipumbavu hivi. Una akili? Nakuja kukufuata siku nyingine wewe. Hii ni mara ya mwisho. Unanisikiliza? Sogea. Achukua kitu kaa. Kaa pala kaa. Kaa. Wewe. Nawe kaa. Wewe unaonga. Mnalingana huyu hapa kweli? Mnalingana? Kama kuna changamoto niambie mimi kama kaka yenu. Sipendi mnazailisha. Ondoka. Lakini kaka. Ondoka. Nenda. Mbavu kubwa wewe. Wewe nyie.